Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu katika imani. Naam, bado tunaendelea na hatua za mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hii ikiwa ni Ramadhani ya 13. Ikiwa ni Ramadhani ya 13, leo nimemtembelea ndugu yangu huyu hapa ambaye yeye ni mfanya biashara, anauza matunda kama jinsi unavyoona. Kuna ndizi, kuna maparachichi, kuna matikiti, kuna maembe, kuna passion, kuna nanasi, umeshaona. Sasa kumekuwa na kidogo na mambo ambayo yanaendelea mtaani, hasa kwa wafanya biashara, sio wauza matunda peke yake, hata ambao wanauza vyakula vya kawaida. Kumekuwa kuna ongezeko kidogo la bei. Sasa nimekuja hapa kwa huyu mfanya biashara wa matunda, na yeye ajaribu kutuambia imekuwaje au amepata changamoto gani mpaka kufikia hatua ongezeko la bei limezidi katika bidhaa zao wanazotuuzia, na ni kwa nini tu mwezi wa Ramadhani ndio vitu hivi vinakuwa vinapanda bei? Changamoto inakuwa hasa ni nini? Naam, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam sheikh. Naam, kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo, ni changamoto gani ambazo zinawapelekea nyinyi mpaka bidhaa inakuwa bei yake iko juu, mnakuwa mnatupandisha bei? Shida ni nini? Kwanza asante kwa kunitembelea katika biashara yangu, na kujibu swali lako, tukiangalia utofauti kati ya manunuzi wa kipindi cha Ramadhani na kabla ya Ramadhani inabadilika, kwa sababu kipindi cha Ramadhani watu wanaofunga wanakuwa ni wengi kuliko ambao wanabaki hawajafunga. Hivyo inapelekeaje kwamba wanaonunua kwenye kipindi cha Ramadhani wengi wao wananunua jioni kwa ajili ya iftari, na tofauti na ambao watanunua mchana peke yake. Hiyo inatupandishia bei. Kwa sababu gani? Tukitumia mtaji wetu ule kununua matunda ili tuwaletee huku, tutanunua kwa bei kubwa zaidi kwa sababu ya wateja kupungua, tofauti na thamani kabla ya kipindi cha Ramadhani. Hiyo basi inatupelekea siku kuongeza hizo bei ili tuweze kutimiza na sisi mahitaji yetu sisi kama wauzaji. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo mnakuwa mkiipata. Kwa maana hiyo ina maana baada ya Ramadhani kuisha, maana kila kitu kitabaki normal. Baada ya Ramadhani bei zitarudi kama kawaida, kwa sababu watu wote watakuwa wako sawa. Amna mtu ambaye amefunga, kwa tutakuwa tunauza kuanzia asubuhi mpaka jioni, hivyo biashara itakuwa inaenda sawa sawa. Sawa, kama nitakuwa nimekuelewa, umesema kwamba mwezi wa Ramadhani kwamba wateja wanakuwa ni wachache. Sasa huoni kama mwezi wa Ramadhani ndio kuna watu wengi sana ambao wanahitajia sana matunda, labda kufuturu nini, kununua mananasi kama hivi, kupeleka kwenye majumba ibada baada ya swalati, yani kabla ya swala magharibi ile kuna gagaa ndizi pale. Naona kama kuna mzunguko zaidi tofauti na siku zingine za kawaida. Unajua siku za kawaida mtu kula matunda wale kidogo ambao wanajiweza, umeshaona, na ambao wanaelewa nini maana ya kula matunda. Lakini mwezi mtukufu Ramadhani wanakula matunda watu sampuli yote, ambaye sio mlaji atabidi yale, umeshaona. Sasa mimi kama sio mlaji wa matunda, nimeenda msikitini nimepewa ndizi, siwezi kukataa, muhimu hainidhuru, umeshaona. Kwa hiyo naona kama kuna mzunguko mwingi sana, au ile nalozungumza liko kinyume. Sasa tofauti inakuja ni kwamba kipindi cha kawaida kabla ya Ramadhani kuna manunuzi ya asubuhi, mchana na jioni, kwamba watu wanaweza kununua matunda kwa ajili ya mchana pamoja na jioni. Lakini msimu wa Ramadhani watu wanakuwa wananunua kwa ajili ya jioni peke yake. Hivyo unaona tofauti kwamba kuna kitu kimepungua hapo, kwamba sasa hivi mchana anakuwa anunui tena, ila ananunua kwa ajili ya jioni peke yake. Hivyo ni sehemu kubwa sana ambayo inapungua. Sawa. Tumezoea ndizi 200 mpaka 250. Kwa hiyo mtu akiwa na 500 ananunua ndizi, anapata ndizi mbili, si ndio? Sasa ikishaingia mwezi Ramadhani kama hivi, bei zinakuaje kwa upande wa ndizi? Bei za ndizi kwa kule sokoni kidogo zinaweza zikapanda kwa sababu watumiaji wamepungua, lakini huko mtaani inabaki vile vile. Lakini sema ndizi zinakuwa sio zile quality hivyo unachukua kutokana na hali jinsi ilivyo. Hapana, hii kipindi cha Ramadhani tunakuwa tunahitaji wateja kwa nguvu zaidi, kwa sababu wateja washapungua, hivyo quality nayo inaongezeka ili tuweze kuwavuta zaidi, wasije kupata kitu ambacho sio bora. Na ndugu zangu katika imani, hizi zilikuwa ni moja kati ya hatua za mwezi mtukufu Ramadhani, na nilikuwa nimemtembelea huyu ni mmoja kati ya wafanyabiashara, na nimeona hapa matunda ndio yapo, alhamdulillah, matunda yapo ya kutosha kabisa. Kuna parachichi, moja kati ya matunda ambayo ninayapenda sana ni parachichi na pamoja na tikiti maji. Haya ni moja kati ya matunda ambayo nayapendelea sana kuyatumia. Vipi wewe shehe, unapendelea kutumia matunda gani? Mimi napenda sana maembe pamoja na maparachichi. Maembe pamoja na maparachichi. Sasa ikiwa ni mwezi labda huu ni mwezi wa kuchuma, unapotoa kitu Mwenyezi Mungu anakulipa mbadala mara mbili,
Umeshaona ndugu yangu. Sasa Sheikh wangu vipi sasa hapa sipati chochote ndugu yangu. Ndio miezi ya khairi Sheikh wangu. Unaweza kusema da Sheikh basi hata ondoka na parachichi au niondoke na tikiti ili Sheikh wangu. Umeshaona Allah akakulipa Sheikh wangu. Au unasema kwa kuwa umenitembelea leo ni heshima kubwa hiyo na nitashukuru. Utaondoka na mambo mawili Sheikh wangu hapa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakallahu khaira. Allah kulipe kila la khairi ndugu yangu na kufungulie milango ya riziki, wateja waje wa kutosha kabisa na waondoleni changamoto ambazo zinazofanyaje zinazoendelea katika biashara zenu. Naam, ikhwatal imani, nafikiri tutaishi hapa kwa leo na tutakutana tena katika vipindi vingine vijavyo pale Allah atakapotujalia tena, atakapotuazima tena pumzi yetu, maana kuna leo kuna kesho naweza kalala, kesho nikamkamfu. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.